Na mtazamaji, Wizara ya Elimu imevitaka vyuo vikuu nchini kuanza kujitayarisha kwa mfumo wa elimu wa CBE, huku wanafunzi wa kwanza katika mfumo huu wakitarajiwa kuingia gredi ya 10 mwaka ujao. Katibu katika Wizara ya Elimu Beatrice Nyangala amesema kwamba serikali kuu inaendeleza mikakati ya vyuo vikuu kuwapokea wanafunzi mara tu watakapofanya mtihani wa gredi ya 12. Wakati huo huo, akizungumza kwenye sherehe za 4 za kufuzu katika Chuo Kikuu cha Lupe, kaunti ya Busia, katibu huyo seneta wa kaunti hiyo Okiya Omtata amesikitikia ufujwaji wa pesa za ufadhili wa masomo. We are preparing our universities to receive learners trained under the competence-based education. The CBE represents a paradigm shift from memorization to mastery, from instruction to innovation. The Ministry of Education will remain steadfast in implementing reforms that make higher education more inclusive, practical, and globally competitive. So when you look around and you see children have been sent away from school because of school fees, you get the ministry giving a fee structure. What are they doing in that part of the Constitution? Why should there be a fee structure when the Constitution says the child is entitled to free and compulsory education? And we have enough money in this country to give every student, every pupil in school up to first degree without requiring them to pay any tuition fees or anything like that. We ask, continue investing in public universities like Arupe. Support research, innovation, and student welfare. When you invest in universities, you invest in Kenya's future.